إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المؤمنين اتقوا الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون ndugu zangu katika imani mcheni Allah azza wa jalla hakika mambo yalivyo wamefaulu wale wenye kumcha Allah azza wa jalla yaqulu Allahu azza sha'nuhu inna lilmuttaqina mafaza ndugu zangu katika imani tupo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani mwezi ambao kila mmoja katika sisi waislamu anajua ubora wake anafahamu fadhila zake anajua namna gani Allah subhanahu wa ta'ala amefadhilisha mwezi mtukufu wa Ramadhani na khairi mbalimbali ambazo zinazopatikana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kukithirishiwa watu malipo ya mema yao katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kufunguliwa wazi milango ya peponi kufungwa kabisa milango ya motoni kutiwa minyororo mashayatin kadhalika kukithirishwa ndani yake toa mbalimbali na ibada mbalimbali zikajumuika katika mwezi mtukufu wa Ramadhani pia kusamehewa watu madhambi yao na kuachwa huru shingo zao kutokana na moto wa jahannam na kubwa zaidi Allah subhanahu wa ta'ala yupo karibu na waja wake katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kuliko miezi mingine pia vile vile Allah katuandalia ndani ya mwezi wa Ramadhani kuna usiku ambao ndani yake khairi moja itakayokubaliwa na Allah azza wa jalla mfano wa taubatun nasuha basi khairi hii ni bora kuliko khairi ambayo utaifanya katika miezi 1000 na khutba yetu ya leo tutakumbushana kuhusiana na jambo la at-taubatun nasuh tauba iliyokuwa ya kweli Allah subhanahu wa ta'ala ametuita sisi waislamu katika at-taubatun nasuh
tauba iliyokuwa ya kweli. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao mumeamini, tubu ila Allahi taubatan nasuha, tubieni kwa Allah tauba iliyokuwa ya kweli. Rejeeni kwa Allah kwa kung'oka kwenu katika maasi na madhambi, katika makosa, katika haram, katika batil. Murejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, muifuate haki, mumfuate Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza maamrisho yake, kadhalika na kujiweka mbali na makatazo yake. قال ابن كثير رحمه الله تعالى أي توبة صادقة جازمة، توبة iliyokuwa ya kweli, iliyokuwa ya kung'oka moja kwa moja katika maasi. Tamhu ma qablaha min as-sayyi'at, tauba ambayo itafuta yale ambayo yalikuwepo kabla ya hii tauba katika madhambi. Al-Imam Ahmad amepokea hadithi kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, anasema, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, at-taubatu min adh-dhanbi, kutubia kutoka katika dhambi, an yatuba minhu, ni mtu kutubia akang'oka katika hiyo dhambi kurejea kwa Allah, thumma la yaudu fihi, kisha asirejee katika hiyo dhambi yake tena. Mathalan, alikuwa ni mlevi akatubia kwa Allah na Allah kampa taufik ya kung'oka katika ule ulevi, haitakikani kwake yeye kurudia tena katika ule ulevi. Alikuwa mtu ni zani, ni mzinifu, a'adhana Allahu minaz zina, Allah tuhifadhi kutokana na zina, akapewa taufik ndani ya mwezi wa Ramadhan akatubia akang'oka katika zina, ili aone kwamba yeye imemthibitikia tauba iliyokuwa ya kweli ni kutokurejea tena katika ile zina katika mwezi wa Ramadhan au baada ya Ramadhan. Al-Imam al-Baghawi rahimahullahu ta'ala nasema, ay taubatan dhata nushin, manake mtu atubie toba yenye kunasihi, tansahu sahibaha bitarki al-audi ila ma taba minhu, tauba ambayo itamnasihi yule mwenye kutubia, itamng'oa yule mwenye kutubia kutokana na kile ambacho ametubia kutokana na hicho. Manake asirejee tena kule ambapo ameng'oka akamlilia Allah azza wa jalla katika yale maasi na madhambi. Kadhalika al-Imam al-Baghawi rahimahullahu ta'ala nasema, qala Umar, wa huwa Umar ibn al-Khattab wa Ubay ibn Ka'b wa Muadh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhum, hawa wamesema katika masahaba watukufu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, at-taubatu an-nasuh, tauba iliyokuwa ya kweli, an yatuba thumma la yaudu ila dhambi, ni mtu kutubia akarejea kwa Allah azza wa jalla kisha asirejee tena kule katika dhambi. Kama la yaudu labanu ila dhar, kama yalivyokuwa hayarejei maziwa katika vilele vyake baada ya kukamwa. Maziwa kwa yule mnyama hayana kawaida ya kurejea maziwa kwa yule mnyama, yakakaa katika zile chuchu zake. Basi mtu tauba ya kweli ni kutokurejea katika yale madhambi baada ya kung'oka na kulia na kurejea kwa Allah azza wa jalla. ولهذا قال ابن كثير في تفسيره رحمه الله, kwa ajili hii amesema Ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri yake, qala al-ulama, wamesema wanachuoni, at-taubatu an-nasuh, tauba iliyokuwa ya kweli, huwa an yuqli'a 'ani dhambi, ni mtu kung'oka katika madhambi, fil hadhiri, wakati alio
manake wakati alio anayasikia mawaidha, anasikia khutba, anazisikia nasaha, akausikia ujumbe kutoka kwa Allah azza wa jalla na mtume wake alayhi salatu wassalam, kunako kung'oka katika yale maasi, muda alio katika yale maasi, anahitajika ang'oke wakati ule ule. Tauba ya kweli ni kung'oka katika maasi katika ule wakati ambao wewe upo katika maasi. Wayandama ala ma salafa minhu fil madhi, na mtu ajutie juu ya yale ambayo yamempitikia yeye katika wakati uliopita. Kwa nini kabla ya Ramadhan alikuwa akilewa? Kabla ya Ramadhan kwa nini alikuwa anapoteza muda wake katika vioo vya TV kwa jambo la mipira, sizoni mbalimbali, au katika ulevi, au katika zinaa, au katika riba, au alikuwa akizembea ibada za Allah azza wa jalla? Hakuwa ni mwenye kuhudhuria salatul jamaa, hali ya kuwa yeye ni mwanamume au ni mwanamke. Hahudhurii swala kwa wakati wake, anafanya uzembe, anakasali. Au alikuwa hahudhurii vikao vya ilmu, alilmu nafi', elimu yenye manufaa, lakini baada ya kusikia mawaidha kutoka kwa Allah azza wa jalla akang'oka katika yale makosa. Anatakikana ajutie pia, kwa nini nilikuwa ninakosea makosa haya. Kisha wayazima ala alla yauda fil mustaqbali, azimia huyu mtu ya kwamba yeye hatorejea tena wakati wa mbele, hatofanya uzembe wa kuiacha swala ya jamaa, kwa sababu swala ya jamaa ni faradhun ala al-a'yan, ni faradh kwa waliofikia baligh, wakazi wa miji. Mtu hayupo safarini, hana ugonjwa, hakuna dharura, akiacha swala ya jamaa anapata madhambi. Bal qala ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, fa in sallaha bighayri jama'atin min ghayri udhrin fasalatuhu ghayru maqbulatin walau sallaha alf marra. Ikiwa mtu ataiswali swala basi na jamaa, yeye ni mwanamume baligh, basi na udhuru wote, alikuwa ipo katika keram au vioo vya mipira au katika michezo mbalimbali au vifu tu wa nafsi au shahwatu za nafsi, akiiswali swala hii walau sallaha alf marra, hata kama ataiswali swala hii yani swala mara 1000 basi na jamaa, fasalatuhu ghairu maqbulatin mardudatun ilayhi, swala yake haitakubaliwa hata kama ataiswali mara 1000, ni yenye kurejeshwa kwake yeye. Kwa hiyo kama ilikuwa anafanya uvivu kabla ya Ramadhan, hakuwa ni mwenye kuhudhuria swala ya jamaa, hususa swala ya alfajr au swala ya isha au yani swala ya al-asr, haitakikani kurejea katika uzembe huo. Qala thumma in kana al-haqqu li adami, kisha amesema rahimahullah, ikiwa ni haki ya kibinadamu aliyokuwa nayo, mathalan alitapeli kiwanja au alimdhulumu mtu, alichukua mali ya mtu, raddahu bitariqihi, mali hiyo, haki hiyo atairejesha katika ile njia yake aliyochukulia. Alidhulumu, anafuata watu wake kwamba nilimdhulumu, nilikudhulumu, nilikufanyia khiana au nilikutapeli kitu kadha, mali yako hii hapa. Kama ni pesa atarejesha pesa, ni kiwanja atarejesha kiwanja. Ama maulama wamesema ikiwa hamjui wala hawajui watu wake, pesa ile anairudisha katika baitul mal, inatolewa sadaqa kwa nia malipo yake yamfikie yule ambaye kwamba amemtapeli, amemdhulumu, amemfanyia khiana. Nas'alullah as-salama wat-tawfiq. Astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdahu was-salatu was-salamu ala man la nabiyya ba'dahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Ndugu zangu katika imani, khutba yetu ya kwanza tumeona kuhusiana na kuto kurejea katika dhambi ambayo mtu alikuwa akiifanya. Hii
ni katika alama kubwa za kukubaliwa wewe msamaha na Allah subhanahu wa ta'ala. Katika alama ya pili ya kujua kwamba je, tauba yangu imekubaliwa haswa katika mwezi wa Ramadhani ni an-nadam, ni mtu kujutia juu ya kile ambacho alikuwa kikifanya katika maasi. Ikiwa mtu kile alichokifanya na mtindo wa kukijutia, hata kama kimepita miaka 20 30, akikikumbuka na kijutia, basi ni alama ya kukubaliwa tauba yake. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala amepokea hadithi kutokana hadithi ya Abdullah bin Ma'qil. Abdullah bin Ma'qil anasema dakhaltu ma'a abi ala Abdullah bin Mas'ud, niliingia mimi pamoja na baba yangu kwa Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Baba yangu akasema kumwambia Abdullah ibn Mas'ud, anta sami'ta an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqul an-nadamu at-taubatu, je wewe ulimsikia mtume nabii sallallahu alayhi wasallam akisema majuto ni tauba? Abdullah ibn Mas'ud akasema naam, ndio nimemsikia kwamba wewe ulikuwa ukifanya dhambi, ukiikumbuka ukajutia, basi ni katika tauba na ni alama ya kukubaliwa wewe na tauba yako na Allah azza wa jalla. Kisha akasema mara ya pili, naam sami'tuhu yaqul, ndio nimemsikia mimi nabii sallallahu alaihi wasallam akisema an-nadam tauba, kujutia ni kutubia. Manake majuto ya ile dhambi ni katika kurejea kwa Allah azza wa jalla. Ndio maana Al-Hasan rahimahullahu ta'ala akasema at-taubatu an-nasuh, tauba iliyokuwa ya kweli, an tubghidha dhanba, ni wewe kuichukia dhambi yako, kama ahbabtahu, kama ulivyoipenda. Mathalan, mmoja wetu Allah muhifadhi na Allah tuhifadhi sote, alikuwa akichupa mipaka katika jambo la ulevi kabla ya Ramadhani, akatubia kwa Allah azza wa jalla. Anahitajika ile dhambi ya ulevi aichukie kama alivyoipenda. Na anasema Al-Hasan, at-taubatu an-nasuh, tauba iliyokuwa ya kweli, an tubghidha dhanba, ni wewe kuichukia dhambi kama ahbabtahu, kama ulivyoipenda. Hili ni jambo la kwanza katika majuto. Jambo la pili, watastaghfira minhu idha dhakartahu, kisha wewe useme astaghfirullah, na kutaka msamaha Allah kwa hii dhambi niliyoitenda muda wa nyuma, idha dhakartahu, wakati utakapoikumbuka. Kwa sababu kuna baadhi ya watu hutenda makosa, wakikumbuka ile dhambi wanafurahi, siku ile ilikuwa raha, tulistarehe kweli kweli kwenye ulevi. Hii si tauba, ni alama ya kufilisika mtu duniani na akhera, na hajakubaliwa tauba kwa aina hii. Ili ujue umekubaliwa, useme astaghfirullah wa atubu ilayhi, na mtaka msamaha Allah na ninatubia kwake pindi utakapoikumbuka ile dhambi. Mtu kakumbuka nilizini miaka ya nyuma, usifurahi kwa kitendo hicho, useme astaghfirullah wa atubu ilayhi pale tu unapoikumbuka ile dhambi uliyokuwa ukifanya. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema kwa kila wakati kuukumbusha umma, ya ayuhan nasu, enyi watu, tubu ila Allahi wastaghfiruh, tubieni kwa Allah na mumtake msamaha ya Allah. Na mnapokumbuka manake yale madhambi yenu, semeni astaghfirullah wa atubu ilayhi, fa inni atubu fil yawmi 100 marra, hakika mimi mtume wenu natubia kwa siku mara 100, na katika riwaya akthara min 70 marra, kwa siku natubia zaidi ya mara 70. Na al-Allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah
anasema imma kwa vitendo kama vile kutoa sadaka, kuswali na kufanya khairi mbalimbali na toa mbalimbali zaidi ya mara 70 au mara 100 kwa siku, au alikuwa anasema astaghfirullah wa atubu ilayhi zaidi ya mara 70 au mara 100 kwa siku. Na hili maulama anasema asubuhi kadhalika na jioni katika zile adhkari mtu anatakana aseme astaghfirullah wa atubu ilayhi mara 100 asubuhi na jioni. Kwa hiyo ndio at-taubatu an-nasuh. Kadhalika aidan Al-Hasan amesema tena at-taubatu an-nasuh, tauba iliyokuwa ya kweli, huwa an yakuna nadiman, ni mtu kuwa milele ni mwenye kujutia, ala ma madha, kutokana na kile ambacho kimempitikia yeye, mujma'an ala alla yauda fi, hali ya kuwa ni mwenye kujikubalisha ya kwamba hatorejea katika madhambi hayo milele. Hii ndiyo at-taubatu an-nasuh. Kwa hiyo haya mambo mawili ya kung'oka katika madhambi, kutokurejea katika lile kosa, kadhalika na kujutia pale unapokumbuka kwamba ulimkera Allah, ulimuasi Allah azza wa jalla kwa haramu fulani na fulani na fulani ulioitenda na kuichupia mipaka, basi inahitajika daiman mpaka mauti yanapokufikia. Wa'budi rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, muabudu mola wako mpaka umauti ukifikie, ukushukia umauti hali ya kuwa wewe unasema astaghfirullah wa atubu ilayhi. Hii ndio at-taubatu an-nasuha. Ya ayuhan nas, enyi watu, hakuna katika sisi isipokuwa hutenda madhambi imma asubuhi au jioni au usiku. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kullu ibn adam khata'un, kila mwana adam ni mwenye kumkosea Allah azza wa jalla, wa khairul khata'in at-tawwabun, na bora wale wenye kumkosea Allah ni wenye kung'oka katika maasi, wanaomkera Allah na kumkosea Allah azza wa jalla, kurejea katika kumtii Allah na kumridhisha Allah azza wa jalla kwa kutekeleza amri zake na kujikataza na kukaa mbali na makosa yake. Huyo ndiyo muumini wa kweli ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemwandalia pepo, amemwandalia radhi zake, amemwandalia hurul ain, amemwandalia basatin fil janna. Kila aina ya khairi ataikuta kuanzia kutoka kwa roho mpaka kufikia kuonana na Allah azza wa jalla. Ama yule ambaye hukaa baada ya kuyasikia mawaidha, hukaa baada ya kuzisikia nasaha, halafu harejei kwa Allah azza wa jalla, mtu huyu ni mwenye kula hasara. Na ndio maana familia bora ni ile ambayo humcha Allah azza wa jalla, ni yule ambaye mume huenda darasani na huamiliana na watu wa kheri, mke huenda darasani na huamiliana na watu wa kheri, watoto husomeshwa dini ya Uislamu na wanasuhubishwa watoto waliokuwa wa kheri, makarina waliokuwa wa kheri. Hii ndiyo familia iliyokuwa bora, kwa sababu kuna baadhi ya familia kabla ya Ramadhani hawajui taubatu nasuha, hawajui kusoma Qur'an, hawajui kumdhikri Allah azza wa jalla, hawajui kutoa sadaqa wala zaka, hawajui haji wala umra, hawajui wala kuikumbusha nafsi zao mambo ya khairi wala kung'oka katika maasi. Wao ni mipira, wao ni vioo vya TV, wao ni season, wao ni mambo ya haram, wao ni kujishughulisha na mikopo ya riba, namna gani apite atoboe afike mbali kidunia. Hii si familia iliyokuwa na khairi. Familia yenye khairi ni ile ambayo hurejea kwa Allah azza wa jalla, na baba wa familia huwakumbusha wake zake na watoto wake na nafsi yake kurejea kwa Allah, kuwa pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala katika nyakati zake zote, hususa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni hasara iliyoje katika mwezi mtukufu wa Ramadhani mtu akawa hana qira'atul Qur'an, hajui nini kusoma Qur'an, au hajui nini kumdhikiri Allah, hajui nini jambo la sadaqa, kufuturisha mayatima, wajane, hajui nini taubatun nasuha, hajui nini kujiepusha na maasi ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kisha anatarajia msamaha wa Allah azza wa jalla, anatarajia salama kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu huyu ni mwenye kula hasara, ni muflis fi dunya wal akhirah. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atufanyie wepesi, kadhalika atung'oe katika maasi
na azinyoshwe nyoyo zetu kuelekea katika kumtii yeye na kufuata mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na tufishe hali ya kuwa ni wenye kuzikubali sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ufahamu wa wema waliopita. Nas'alullaha ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala, wa nas'alullaha an yu'ina ikhwanana almustad'afina fi sabilihi في فلسطين وفي السودان وفي غيرهما. نسأل الله أن يقويهم وأن يؤيدهم وأن ينصرهم وأن يكون لهم ولا يكون عليهم، وأن يجعل الدائرة على الدولة اليهود الكافرة الماكرة، وأن يدمر نتنياهو وأمريكا معه تدميرا. وسبحانك اللهم بحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. قم إلى الصلاة.